Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei 2025. Mahujaji katika matumaini. Basi ndugu zangu, karibuni sana siku hii ya leo tunapokutana mahujaji, wagonjwa na wahudumu wa afya. Mada ambayo tutaizungumza ni ile inayohusu siku ya wagonjwa kwa mwaka huu, ukiwa ni mwaka wa jubilei. Nasema natumaini halitahayarishi, kutoka Warumi, waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya ya 5. Ndugu zangu, tumekutana leo wagonjwa na wahudumu. Sisi sote kama tulivyosema kwamba ni mahujaji katika matumaini, tunatembea pamoja. Mgonjwa anahudumiwa na mhudumu wa afya, mhudumu yeyote yule anayemsaidia. Kwa hiyo hawabaki tu ni wahudumu wale ambao tunakutana nao hospitalini, lakini tunao wahudumu pia katika ngazi zetu za familia, za jumuiya. Basi tukiwa katika hali zetu nyonge za ugonjwa, wako ambao wanatupatia huduma zile ambazo sisi wenyewe hatuwezi kuzipata kwa nguvu zetu wenyewe, ila wapo wengine ambao wanatusaidia. Lakini wahudumu wa sekta ya afya wanakuwa ni nambari moja katika kumhudumia mgonjwa, kwa sababu wanayo taaluma maalum kwa ajili hiyo ya kumhudumia mgonjwa. Basi na sisi tulio wagonjwa katika nafasi zetu mbalimbali, basi tunajitazama katika nafasi hiyo, na hivi tafakari yetu ya leo itutazame kwa mtindo huo: mhudumu wa mgonjwa katika nafasi yake, na sisi tulio wagonjwa basi tuweze pia kujipata katika nafasi hiyo katika tafakari hii yetu ya leo. Ndugu zangu, kama nilivyosema kwamba natumaini halitahayarishi, bali linatuimarisha katika nyakati zetu za majaribu. Nyakati za majaribu ndizo nyakati zile ambazo tunahangaika katika magonjwa yetu, tunahangaika namna ya kujipatia huduma zetu, namna ya kutafuta uponyaji. Tunapotafuta tukuweze kupata afya njema, basi zinakuwa ni nyakati zenye majaribu makubwa. Basi tunawezaje kubaki katika tumaini sisi tulio wagonjwa? Tunaposema Jubilei 2025 mahujaji katika matumaini, mimi niliye mgonjwa ninawezaje kudumu na kubaki kwenye matumaini wakati nimesongwa na magonjwa ambayo yanahitaji matibabu ya gharama kubwa? Siku hizi gharama ziko kubwa kweli kweli, gharama za matibabu ambazo gharama hizo siwezi hata kuzimudu. Ninawezaje kubaki katika matumaini? Au pia ninawezaje pia kubaki imara katika matumaini wakati licha ya juhudi mbalimbali ambazo tunakuwa tunazifanya, bado tunashuhudia siku kwa siku wale ambao wanatuhudumia, wale ambao wanatulipia matibabu yetu wakiishiwa uwezo wa kuendelea kutusaidia. Ni siku chache tu hapa, baadhi ya nchi tajiri ambazo zilikuwa zinaweza kutusaidia kwenye huduma mbalimbali za kiafya, wanaposema hatuendelee tena kutoa msaada. Licha ya nchi hizo
lakini bado unamkuta yule aliyekuwa anaweza kukusaidia kukulipia matibabu, inafika wakati fulani unamkuta yeye mwenyewe anaishiwa uwezo ule wa kuendelea tena kuitoa huduma hiyo. Basi mtu unabaki kwenye mahangaiko. Tunawezaje kwa mwaka huu kubaki kwenye matumaini tukiwa katika hali hizo ambazo tunaona kabisa kwamba hata wale ambao walikuwa wanatusaidia basi wanaachana sasa na uwezo huo wa kutusaidia? Kwa hiyo inakuwa ni changamoto, lakini ndio wakati ambao tunaona tunahitaji kushikamana na Mwenyezi Mungu zaidi, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anatoa uwezo wetu wote wa kuweza kusaidiwa, wa kuweza sisi wenyewe kujimudu kwenye hali zetu. Kwa hiyo ni Mwenyezi Mungu ndiye anayewezesha yote. Kwa hiyo ndio nafasi yetu ambayo tunahitaji msaada zaidi, tunahitaji ukarimu zaidi kutoka kwa Mwenyezi Mungu na pia nguvu za kuweza kujichukua. Ndio maana bado tumaini lazima libaki kwa Mwenyezi Mungu. Tunabaki kuwa ni mahujaji katika matumaini. Tumaini lipi? Tumaini la kubaki kumwaminia Mwenyezi Mungu, kubaki kumtumainia Mwenyezi Mungu ambaye yeye ndiye msaada wetu, ndiye ukarimu wetu, anabaki kuwa ndiye uwezo wetu wa kuweza kuendelea mbele. Kwamba mtu licha ya changamoto hizo nyingine zote ambazo tunakutana nazo, mtu asifike mahali akakata tamaa akaona kwamba sasa maisha hayawezekani. Lazima tubaki na matumaini kwa Mwenyezi Mungu. Tuendelee kumshikilia Mwenyezi Mungu zaidi. Na pengine ndiyo nafasi ya muhimu zaidi ya kumrudia Mwenyezi Mungu, ya kukaa jirani kabisa na Mwenyezi Mungu. Ndiye nafasi hii ambayo tunaalikwa kumkumbatia Mwenyezi Mungu, mahujaji katika matumaini. Ndugu zangu, tukiwa katika hali ya ugonjwa tunakutana na nafasi tatu za muhimu. Jambo la kwanza ambalo tunalo katika hali yetu ya mahangaiko na hali yetu ya magonjwa ni kukutana. Kukutana ni jambo la kwanza. Tunakutana na nini? Kwenye ugonjwa, kwenye maumivu, tunakutana na nini? Ndugu zangu, katika ugonjwa tunakutana na Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo, tukitazama katika Injili kadiri ya Mtakatifu Luka sura ya 10 aya ya kwanza hadi aya ya 9, Luka 10 aya ya kwanza hadi aya ya 9. Bwana wetu Yesu Kristo anawatuma wafuasi wake 72 waende wawili huko kwenye vijiji, miji, mitaa mbalimbali, na anawaagiza kwamba waende huko wakawatangazie watu kwamba ufalme wa Mungu umewakaribia, kwamba watu katika nafasi yao huko waliko sasa wamepata fursa ya kukutana na Mungu. Ufalme wa Mungu umewakaribia. Ndio kusema kwamba kama ufalme wa Mungu ulikuwa mbali, sasa ufalme wa Mungu umekuja kwa watu. Kwa hiyo imeshakuwa ni fursa ya watu kukutana na Mungu. Yaani ndio kusema kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anawaalika hawa wafuasi wake wawasaidie watu waweze kuona ujirani wao na Mwenyezi Mungu. Lakini ni nani aliyesogea zaidi kwa mwenzake? Binadamu bado amebaki katika nafasi yake ile ile, kwa sababu amesongwa na maumivu na mateso na mahangaiko makali. Kwa hiyo amebaki ni mtu wa kutazama huko na huko, msaada wangu utatoka wapi?
Sasa ni nafasi ya Mwenyezi Mungu, anapiga hatua kumwendea huyu binadamu aliye katika mahangaiko. Hivyo ndio kusema, ndugu zangu, kwenye magonjwa, kwenye shida, kwenye mahangaiko, kwenye mateso na maumivu, Mwenyezi Mungu anatujia na kutugusa. Hivi tunakutana, tunapata nafasi ya kukutana na Mwenyezi Mungu. Hivyo ndugu zangu, katika hali ya ugonjwa inakuwa ni tukio la kukutana ambapo kunaleta mabadiliko chanya na ugunduzi wa mwamba imara. Hapa jirani yangu kuna msalaba, na tukimwangalia tu Kristo hapa aliyeko msalabani, tunachokionja hapa sio sherehe, kwa sababu hatuoni kama anacheka. Tunachokionja hapa moja kwa moja, kama tumeinua macho yetu vizuri, tunaonja ni mtu anayehangaika, ni mtu anayeteseka, ni mtu aliye kwenye maumivu makali. Basi katika magonjwa na mahangaiko na mateso yetu, inakuwa ni nafasi ya pekee kabisa ya kukutana na Kristo anayehangaika msalabani, anayeteseka msalabani. Tunapokuwa hatuko katika mateso, hatuna mahangaiko yoyote, hatuna maumivu yoyote, basi tukio la msalaba unakuta halijitokezi sana kwenye maisha yetu. Lakini kwenye mahangaiko tunaona kabisa na sisi tunapata mateso kama alionayo mwenzetu, na hivi tunaungana kabisa na mateso ya Kristo. Ndio maana anasema katika mambo yale matatu ambayo tunakutana nayo katika ugonjwa na katika mateso na katika maumivu, tunakutana na Kristo anayehangaika msalabani, tunakutana na Kristo anayeteseka msalabani, tunakutana na Kristo mwenye maumivu makali msalabani. Kwa hiyo inakuwa ni nafasi sasa ya kuunganisha yale maumivu niliyo nayo mimi na maumivu alionayo mwenzangu ambaye ni Kristo pale msalabani. Hiyo ni nafasi ya kwanza kabisa ambayo tunaipewa tunapokuwa kwenye mahangaiko na mateso ya ugonjwa. Jambo la pili ambalo tunakutana nalo katika mahangaiko ni zawadi. Baada ya kuliona jambo la kwanza kwamba ni kukutana, sasa inakuwa ni zawadi. Ndugu zangu wapendwa, katika kumtazama Kristo na katika kuendelea kufunuliwa mahangaiko alionayo Kristo na kuyaunganisha na mahangaiko nilionayo mimi, tunakuja kujigundua kwamba Mwenyezi Mungu anatujalia hiyo fursa ya kuweza sasa kung'amua tendo hilo lililoko kwa Kristo na tendo hili linalotendeka kwangu mimi katika maumivu, kuweza kupenya katika nafasi hiyo, kupenya uelewa huo. Hiyo ni zawadi ambayo Mwenyezi Mungu anatujalia. Namna nyingine pia hatuwezi tukatambua hiyo. Naweza nikabaki kwenye maumivu makali, lakini nisiweze kuunganisha maumivu yangu na yale yaliyo ya Kristo. Ndio maana unakuta kwenye maumivu makali, kwenye shida ya ugonjwa, kwenye kukata tamaa, mtu anaishia kwenye kuachana kabisa na mambo ya kumtumainia Mungu, anahama kabisa, anakwenda kwingine. Huyu ameshindwa kung'amua lile lililo kwa Kristo, na hivi kuweza kuambatana zaidi na Kristo, kuweza kumkumbatia zaidi Kristo. Kwa hiyo ndugu zangu, maumivu na mateso tunayoyapata katika ugonjwa yanatufanya tuelewe kuwa matumaini daima kutoka kwa Mungu, na hii ndiyo zawadi pekee kabisa tunayopaswa kuipokea na kuikuza na kuiendeleza. Yaani kuendelea kuwa waaminifu kwa uaminifu wa Mungu. Mungu ameendelea kuwa mwaminifu kwetu, na sisi tunahitaji kuwa waaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Hivyo wakati wa ugonjwa sio wakati wa kukata tamaa. Mtu anayekata tamaa ni yule ambaye ameshindwa kuipokea na kuikumbatia zawadi aliyojalia Mwenyezi Mungu.
kutambua kwamba maumivu yetu yanabaki ni zawadi ya kutuunganisha sisi na maumivu yale yaliyo ya Kristo, maumivu yanayokomboa, maumivu yanayoleta ukombozi. Ni katika ufufuko wa Kristo tu ndio maisha na hatima yetu vinapata maana ndani ya umilele usio na mipaka. Kwa ndugu zangu, matumaini haya makubwa yanatakiwa yaendelee kuwa ni chanzo cha cheche ndogo ndogo zote zinazoleta mwanga na kutusaidia kupenya kwenye majaribu. Ni nani anayetambua kwamba hivi maumivu na mateso haya nilionayo sasa ni cheche zinazoniangazia tu niweze kuona uzuri alionao Mwenyezi Mungu? Kwa kweli, katika maumivu na katika magonjwa tunahitaji kujipatanisha zaidi na Mwenyezi Mungu kusudi atufunulie tuone umaana wa ugonjwa. Atufunulie tuone thamani ya mateso kwenye maisha yetu. Zawadi, mateso ni zawadi tunayopewa na Mungu, lakini ni lazima tu tung'amue kwamba hiyo zawadi imetoka kwa Mungu na hiyo sisi tunahitaji kuambatana naye. Uwezo wa kung'amua kwamba hivi maumivu ni zawadi, hii nayo lazima hiyo ni zawadi kutoka kwa Mungu. Namna nyingine, mtu anahangaika kila siku namna ya kuweza kuachana na maumivu haya aliyo nayo. Tunatambua kwamba ndani yake hivi Mwenyezi Mungu anataka kutumulikia tuweze kuona zaidi kwa upana mazuri yanayopatikana katika Mungu mwenyewe. Tunalihitaji hilo ndugu zangu. Tukichukua kwa mfano tukio lile la wafuasi wa Emau katika Injili ya Luka sura ya 24 aya ya 13 hadi aya ya 53. Wale wafuasi walikuwa huko Yerusalemu, walikuwa huko mjini, wameona matukio yaliyojitokeza huko, namna ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo ameuawa. Wakiwa njiani wanasimuliana hayo waliokutana nayo, kwamba hivi wale jamaa wale ni makatili sana, wamempiga yule jamaa mpaka wamemuua. Ni kama vile ambavyo sisi wenyewe tunaweza kusimuliana mambo mbalimbali yanayotuumiza kwenye maisha yetu. Wakiwa kwenye kujadiliana kupiga stori hiyo ya kusikitisha, Yesu anaambatana nao na anaanza kuwauliza, jamani, vipi, mambo gani haya tena? Unaona wanakunja nyuso zao. Wewe ni mgeni, mbona naona unaonekana kama ndio unatoka huko mjini? Yaani ni mtu ambaye umekuwepo huko mjini, tukio hili ambalo limetikisa mji mzima, wewe mwenzetu hujaliona. Yesu bado anaendelea, jambo gani hilo? Wanamshirikisha jambo la yule mtu wa haki, namna walivyomuua. Hujaona namna wamemuua kikatili sana? Wanapoendelea kujadiliana namna hii, halafu wanataka kuachana naye, ndipo pale ambapo anawaalika, jamani, hebu tu njoni mpitie hapo sasa hivi ni usiku. Wanapoamua kukubali kupitia pale kwake, ndipo ambapo wanafunuliwa, wanamtambua. Hivyo ndugu zangu, wao waliweza kushirikishana naye mambo mbalimbali. Nasi ndugu zangu, tunapoambatana na Mwenyezi Mungu, tunapomkumbatia Kristo, tunakuja kunamua yale ambayo ni mazuri zaidi yanayopatikana kwenye maumivu yetu, kwenye magonjwa yetu. Hivyo ndugu zangu, ugonjwa ni fursa, mateso ni fursa. Ni fursa gani? Ni fursa ya kumtambua Yesu, ni fursa ya kumtambua zaidi Mungu. Na ndio maana anasema kwenye maumivu, kwenye mateso, humo tunakutana na chembe ndogo ndogo ambazo zikiwaka zote kwa pamoja zinatupa mwanga mkubwa.
Ukienda kwa watu wanaofanya kazi ya welding, wanaochomelea watu, ukiwa kuna giza, alafu mtu yule awe anachomelea, si wao kuna vicheche vinatoka, si ndio? Sasa vile vicheche vile unaweza kuvitumia vile kuangalia kitu kingine, kwa sababu vinavyokuwa vingi namna hii unakuta vinatengeneza mwanga mkubwa. Hivi kama ulipoteza umeangusha hapo labda saa yako, vile vicheche vile kwa sababu ni vingi, basi wewe unaweza kutumia mwanga ule unaotokana na hivi vicheche hivyo kuweza kuona ile saa yako ambayo ulikuwa umeangusha hapo chini. Kwa hiyo vicheche vidogo vidogo vile, hivyo vichembe vidogo vidogo hivi vinaungana kwa pamoja, vinatengeneza mwanga mkubwa ambao unakufanya uweze kuona mambo makubwa zaidi. Maumivu tulionayo, hayo maumivu yanavyokusanyika kwa pamoja yanatufanya tuweze kuona undani zaidi wa uzuri na utendaji na upendo mkubwa kabisa wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tutumie magonjwa yetu, tutumie mateso, maumivu yetu katika kumtambua zaidi Mungu. Mtu ambaye ameugua ana maumivu makali kweli, huyu uelewa wake kuhusu Mungu upo tofauti kabisa na mtu yule ambaye hana maumivu kabisa. Ule ujirani anaouonja huyu aliye kwenye maumivu makali, ujirani wake na Mungu ni tofauti kabisa na ujirani anaougusa na kuuonja yule ambaye hayupo kwenye maumivu makali. Kwa ndugu zangu, maumivu yetu, mateso yetu yatufanye tumwone na tumguse zaidi Mwenyezi Mungu. Hiyo ni zawadi. La tatu, kwenye maumivu, kwenye magonjwa ni nafasi ya kushirikishana. Leo ndugu zangu, tumekutana hapa wahudumu wa sekta ya afya na wagonjwa. Ni mara ngapi mimi niliye mhudumu, wewe mwenzangu ambaye ni mhudumu wa wagonjwa, unaguswa na unaonja upendo wa Mungu kutoka kwa mgonjwa aliyeko pale kitandani? Huyu mgonjwa ninayekwenda kumhudumia, je, tunatumia vitanda vya wagonjwa wetu kama sehemu ya katekesi ya kukua? Kuna lolote ninaloshirikishwa kutoka kwa huyu mgonjwa ninayekwenda kumhudumia? Mara nyingi ninapokwenda kuhudumia wagonjwa, unakwenda kumhudumia mgonjwa labda nyumbani. Mgonjwa huyu ni mgonjwa wa siku nyingi, na hasa unakutana na wazee wale ni wa siku nyingi, ni mgonjwa. Na kwenda kumpatia sakramenti, iwe ni mpako wa wagonjwa, ekaristi. Kwa kila mgonjwa kuna jambo unajifunza kabisa. Kuna mgonjwa mwingine unaondoka mpaka unasema, jambo hili sijawahi kulifikiria kabisa maishani. Jambo hili sijawahi kuliona kabisa katika maisha yangu. Unapata ufunuo mpya, na hata maandiko matakatifu unaweza kuyaelewa zaidi kutokana na mgonjwa uliyekwenda kumhudumia. Hivi ndugu zangu, nasema katika wagonjwa, katika mahangaiko na mateso ya wagonjwa, ni nafasi ya kushirikishana. Mimi mhudumu wa afya ninapokwenda kumhudumia mgonjwa wangu pale, kuna jambo ananiachia, namna anavyovumilia mateso yake aliyonayo, namna alivyo na imani, namna anavyoonja upendo wa Mungu katika mateso yake aliyonayo. Mimi niliye mhudumu kila siku ninafaidika na namna huyu mgonjwa wangu anavyoendelea, namna anavyoishi imani. Sisi tulio wahudumu wa sekta ya afya tunajiona kwamba ni
malaika wa matumaini na ni wajumbe wa Mungu kati yetu sisi wenyewe na pia kwa ajili ya wale ambao wanahangaika. Furaha wanayopata mgonjwa au wale ndugu wanaomtunza mgonjwa, wazazi wa mgonjwa, marafiki wa mgonjwa, pale wanapomwona mhudumu wa afya anapomhudumia ndugu yao. Bishawahi kuona wanandugu wanavyoweza kukuchukia, au wewe daktari au wewe muuguzi, kwa lile ambalo umemtendea mgonjwa wao? Fikiri nyinyi ndugu wa afya kwa sababu ya lile ambalo umelitenda kwa mgonjwa wao. Kwa hiyo nafasi ya huyu mgonjwa, nafasi ya maumivu ya huyu mgonjwa inakuwa ni nafasi ya kushirikishana na kutajirishana, iwe katika ubaya au katika wema. Kwa sababu ndio tumekutana mhudumu wa afya aliyekuja kumhudumia mgonjwa wetu amekutana na sisi ndugu wa huyu mgonjwa. Hivyo katika tukio la huyu mgonjwa, basi tumeweza kumfahamu daktari, tumeweza kumfahamu mhudumu huyu, nesi, tumemfahamu huyu mtoa dawa, tumefahamu huyo anayefanya usafi na kadhalika. Kwa hiyo nafasi ya kushirikishana. Hivi lolote lile ambalo mimi niliye mhudumu wa afya ninalifanya kwa huyu mgonjwa, hilo linakuwa nimekuwa nimelishirikisha pia hata kwa hao wanaomzunguka huyu mgonjwa. Kama natenda tendo la upendo, basi linakuwa ni tendo la upendo kuanzia kwa mgonjwa mpaka kwa hata hao wengine. Nikifika pale mhudumu wa afya niseme, mgonjwa, sasa hivi ni muda wa matibabu, sasa hivi ni muda wa kupokea dawa, naomba kwanza tutulie dakika moja hii, tusali, tumuombe Mungu, tumshirikishe kwanza. Hata wale ndugu waliomzunguka patujua daktari anaamini sana kwa Mungu. Haamini tu ujuzi wake, lakini anamwamini sana Mungu. Na hivi hao watatoka watashirikishana hata huko jana la kweli. Lile la daktari la leo, lile ni jambo zuri sana. Kwa nini madaktari wengine hawafanyi hivyo? Lile alilofanya nesi leo, jamani, lile la kweli nzuri sana. Kwa hiyo ndugu, kwenye nafasi ya ugonjwa, kwenye nafasi ya maumivu, kwenye nafasi ya mateso, tunashirikishana. Hivi kuna watu wanakuwa hata kiimani kutokana na lile walilolionja katika huduma kwa mgonjwa. Lakini pia hawa wahudumu wanajifunza, wanashirikishwa kitu kutoka kwenye hali anayokuwa nayo mgonjwa, namna mgonjwa anavyoyapokea maumivu alionayo, namna anavyojichukua, namna tu anavyoenenda na hali yake haya. Na hao wahudumu nao wanasema, kwa kweli tumekutana na mtu mwenye imani kubwa. Kwa kweli tumekutana na mtu anayemwamini Mungu. Kwa kweli tumekutana na mtu anayeweza kujichukua na kuyaelewa maumivu alionayo. Tumekutana na mtu anayejipokea. Lakini kinyume chake pia huwa inakuwa ni hivyo. Tumekutana na mtu ambaye hakubali kwamba Mungu, hajajipokea. Tumekutana na mtu ambaye ni mgumu kwa kweli kumtii. Tumekutana na mtu ambaye haamini kabisa juu ya kazi za wahudumu kwamba tunaweza kumsaidia. Kwa hiyo nafasi ile inakuwa ni ya kushirikishana. Sasa tukiwa ni mahujaji katika matumaini, sisi tumewekwa katika kundi moja wa wagonjwa na wahudumu wa sekta ya afya, kwamba sisi ni mahujaji, tunatakiwa tubaki katika matumaini. Mgonjwa atembee katika matumaini, mhudumu wake katika sekta ya afya pia
atembee katika matumaini. Ndugu zangu, wagonjwa na wahudumu wa sekta ya afya, katika jubilei hii mnayo nafasi ya pekee kabisa. Safari yenu ya pamoja ni ishara kwa kila mmoja na ni utenzi wenye utu wa kibinadamu, ni wimbo wa matumaini. Mlio wake wasikika hata nje ya vyumba, mawodi, vitanda vile vinavyolalia wagonjwa. Matumaini yetu. Tukio lile tulichukua lile la wafuasi wa Emau halikubaki tu kule Yerusalemu pale mjini, bali liliendelea kusambaa hata kwenye miji na vijiji. Huko waliokuwa wanaenda walibaki wanalizungumzia jambo hili. Hivi hii safari yetu ya matumaini tunayoifanya pamoja, wewe mgonjwa ukiwa kwenye kitanda chako pale, mgonjwa upo nyumbani na kadhalika, na wewe uliye mhudumu wa huyu mgonjwa, unamwangalia chakula mgonjwa, unampatia dawa, unampatia matibabu yale yanayotakiwa, unamtunza huyu mgonjwa, wote tunaingia katika nafasi hiyo. Basi hii safari yetu tunayoifanya ina mlio mkubwa. Ukifanya baya kwa mgonjwa, hili litazungumzwa hata nje ya wodi hilo ambalo mgonjwa yupo, hata nje ya kitanda ambacho mgonjwa huyo amelalia. Ukifanya jema, hili litazungumzwa hata nje ya wodi, hata nje ya kituo hicho, hata nje hiyo ni hospitali, hata nje ya hiyo familia, nyumba hiyo, hata nje ya hicho kitanda. Kwa hiyo safari yetu ya matumaini tunayotembea pamoja ina mlio mkubwa kweli. Kutokana na huu mlio mkubwa ambao tunauonja daima unatakiwa, basi sisi lazima tujikite kwamba safari yetu lazima iwe ni safari nzuri yenye matumaini kwa kweli, sio ya kukata tamaa. Ndugu zangu, aidha kwa ninyi ndugu zangu mlio wahudumu wa sekta ya afya, tambueni kwamba maisha, utu, heshima ya binadamu ni kielelezo cha fumbo la Utatu Mtakatifu. Ni kielelezo cha utakatifu wa Mwenyezi Mungu. Maisha yetu ni matakatifu kwa yenyewe kwa sababu yamebeba sura na mfano wa Mungu. Mungu ni mtakatifu. Hivi tambueni kwamba maisha yetu ni yamebeba utakatifu ule wa kimungu. Hivi ni matakatifu, yanahitaji heshima, yanahitaji kutunzwa, yanahitaji utu. Kumbe ndugu zangu, huu ni mwaliko kwetu sisi sote tunaohusika katika sekta hiyo ya afya, kuheshimu na kuuthamini huu utu. Heshima na haki vibaki kuwa ni msingi wa binadamu. Mwenyezi Mungu ni chanzo na ni hatima ya maisha ya mwanadamu ambaye anapaswa kuwajibika mbele yake. Thamani na utakatifu wa maisha ya binadamu yanaongozwa na kanuni ya maadili na sheria zote. Hivyo ndugu zangu, kumbukeni kwamba ni kinyume cha kanuni za maadili na utu wema kukatisha maisha ya mgonjwa. Narudia, ni kinyume cha utu na heshima ya binadamu kukatisha maisha ya mgonjwa. Hata kama mgonjwa mwenyewe anaonyesha kabisa hali na uhuru kamili wa kutaka maisha yake yakatizwe, kwa sababu hata yeye mwenyewe mgonjwa, maisha sio mali yake. Hata kwenye sheria tu za kiserikali mnaona kwamba mtu alikuwa anajinyonga, wakimkuta anajinyonga hapo wakamtoa kwenye kule kujinyonga kwake, huwa anashtakiwa.
Sasa watu tumejiuliza, kwa nini huyo alitaka ajinyonge yeye mwenyewe? Halafu tena wanamshtaki. Kwa nini? Tunakushtaki kwa sababu wewe ulitaka upoteze maisha ambayo sio mali yako. Jamani, nataka nijue mimi mwenyewe kwa maisha ni yako. Aliyekwambia maisha ni yako nani? Kwa hiyo sisi sote tumebeba dhamana, maisha ni mali ya Mungu. Na hivi hakuna nafasi wala ruhusa ya kwamba jamani, mgonjwa huyu mwenyewe ameomba yeye mwenyewe kwamba saizi dawa tusimpatie tena, wala tusimpatie matibabu tena, wala hata chakula ameshakataa yeye mwenyewe. Jamani, mniache tu jamani, hizo fedha mnachezea tu, na hizo dawa mbona sasa mnachezea tu, mniache tu kwa kweli. Na jioni kwa kweli mimi ni mtu tu wa kufa tu. Kwa hiyo msiendelee tena kuchezea dawa. Jamani, yeye mwenyewe anasema tumwache, kwa msema tusichezee dawa. Ni kinyume cha utu na heshima ya ubinadamu kukatisha maisha ya mgonjwa, hata kama mgonjwa mwenyewe ametaka. Jamani, mimi najiona hapa sasa ni mzee ukatosha, hata dawa yenyewe hata mkinipa dawa itasaidia nini jamani? Sisi tutatoa dawa ili mradi tumejiridhisha kwamba hii dawa inaendana na ugonjwa ulionao. Tutatoa dawa mpaka dakika ya mwisho. Hiyo ni kutokana na muktadha huu, ndugu zangu, utoaji mimba, kifo laini na tamaa ya mtu ya kutaka kujinyonga au kutoa sumu kwa jumuiya ni matendo yanayokwenda kinyume na utashi wa Mwenyezi Mungu kwa binadamu. Jamani, mtoto huyu amekuja hapa yeye mwenyewe amesema kwa kweli hawezi kuendelea na shule na ujauzito. Kwa hiyo tunatoa ili tumsaidie. Wewe una dhamana ya uhai huu alioweka Mwenyezi Mungu. Jamani, huyu mwenyewe anateseka mno jamani, kwa ugonjwa wake. Kwa kweli daktari hakuna dawa yoyote ile ya kumsaidia tu afe kwa utulivu. Tunatakiwa kutibu mpaka mwisho. Mwenye dhamana ya uhai ni Mungu. Hivi ndugu zangu, tutumie nafasi hii leo tunapokusanyika kwa pamoja, sisi wagonjwa na wahudumu wetu, tutahadharishane na kwa kweli, bila kuhurumiana na bila kumumunya maneno. Hapa tunakwenda kinyume kabisa na utu na heshima ya binadamu, pale ambapo tunajichukulia madaraka yetu na kupoteza uhai wa binadamu. Hata awe mgonjwa kwa kiasi gani, ni mtu wa kuanua na kuanika, bado endelea kutoa huduma ile inayostahili mpaka dakika ya mwisho, kwa sababu mwenye dhamana ya huu uhai ni Mungu mwenyewe. Kuna watu wanakata sana tamaa. Jamani, huyu tumeuguza kweli kweli, hii mwaka wao tunaweza tusilime hata kulima kwa sababu hatupata hata nafasi ya kwenda mashambani. Ni kama kila mmoja sala yake na rafiki. Jamani, Mungu sasa si amchukue tu ili tulime, amchukue tu ili shughuli nyingine ziendelee. Ndugu zangu, kukata tamaa kwa mtindo huu, sisi tunawahudumia wagonjwa kama wahudumu rasmi wa sekta ya afya, au hata tunapowahudumia wagonjwa wetu katika familia zetu huko majumbani na kadhalika, watu tunakata tamaa haraka mno. Huyu ngozi yake yote imeisha namna hii. Ni kama hata kama mmeita padre aje kwa ajili ya kuhudumia sakramenti ya mpako wa wagonjwa, kuna maneno pale, Mungu umponye kabisa wala kichwani kama wataka kubishia hiyo sala ile, basi kwa sababu ni sala tu, lakini umponye wenyewe.
Ni karibu hata pale wanapolazimika, jamani muiteni padre huko aje atoe sakramenti kwa mgonjwa. Usifikiri wakati mwingine ni imani kwamba watu hawa wana matumaini makubwa juu ya nguvu na uponyaji wa sakramenti hii ya wagonjwa. Kumbe kwa ndani sasa jamani, si ndio sakramenti hii ya mwisho kwamba padre akitatoa mkao wa wagonjwa basi ndio huyu sasa ni kama tunasubiri sasa jamani. Kwa nini sakramenti ya kwa wagonjwa hajaanza kufanya kazi tu, mbona hajaanza? Ni kama pale baada ya kutoa sakramenti ya wagonjwa, ni karibu kila mara sasa tumejikomboa jamani. Hata kama alikuwa anaendelea kutoa sasa tuseme ameshapata hata mkao wa wagonjwa. Mikaka jamani, hebu tuendelee sasa kuandaa mazingira. Sakramenti ya wagonjwa ina nguvu ya uponyaji. Inamleta Mungu. Inaleta nguvu. Inahuisha. Hayo si swala tu kwamba huyu jamani sasa basi. Na siku hizi tunaingia tena kwenye mtindo mwingine. Thamani ya maisha ya mtu tunaiangalia katika uzalishaji. Siku hizi huyu kulima halimi, hata kwenda kuchota maji tu hawezi, na yani thamani yake ni kama imeisha. Tutatafuta wafanyakazi mpaka saa ngapi watu wa kumnyanyua na kumweka kwenye jua, na wakiona jua limekuwa sasa kali mno kumtoa kwenye jua. Tutatunza maana watu wenyewe. Tunashindwa hata kwenda kutembea kwa sababu lazima tubaki hapa isije mvua ikamnyeshea tu mgongo. Na tunabaki wakati mwingine tumewafungia wagonjwa ndani. Funga mlango asije akatambaa hapo katoka nje ikamnyeshea mvua kule. Hatubwa. Tukame kidogo. Roho ya kujisadaka kwa ajili ya wagonjwa. Roho ya uvumilivu kwa ajili ya wagonjwa. Sisi utulio wa hudumu tunakosa. Lakini ni mangapi pia tunaweza tukawatumia wagonjwa kama kitega uchumi? Pale ambapo unaona mgonjwa huyu hana hilo tatizo kubwa kiasi hicho, lakini kwa sababu lazima achangie kwa kiasi kikubwa kwenye dawa, kwenye nini, nitakuandikia hata ile ambayo haitamsaidia. Dawa hapa zitatokaje ili ziweze kutoka? Imradi tu mgonjwa ameshakuja kukanyaga mguu, lazima aache kitu. Ni mangapi tumewabambikizia wagonjwa. Wewe una UTI, una typhoid, una nini. Kwa hiyo madawa chungu mzima. Mwisho ni typhoid hana, UTI hana. Tu ilimradi baba sasa atatokaje hapa nimwambie hana ugonjwa wowote. Sisi ni mahujaji, tuko pamoja, tunatembea na kuhiji. Hujaji ni yule ambaye yupo kwenye mwendo anakwenda, tunatembea wote, tunatembea. Tunaenda wapi? Tunakwenda kwa Mungu. Kwa hiyo tusianze kuhudhuriana humu njiani, tusianze kubomoana humu njiani. Kwa hiyo kila mmoja ameshaanza kumwona mwenzake kama ni kitega uchumi. Kumbe tunatakiwa tusaidiane wote tuweze kutembea pamoja. Kama huyu hana ugonjwa, mwambie kuna ugonjwa. Au kama kuna jambo fulani anahitaji umshauri zaidi, mwambie wewe unatakiwa ufanye hivi ili maisha yako yaweze kwenda vizuri. Utakatifu na mateso ya mwanadamu ni sehemu ya fumbo la maisha ya mwanadamu linaloweza kueleweka tu kwa njia ya ufunuo. Hiyo ndugu zangu, huu ni mwaliko kwa waamini na wote wenye mapenzi mema kuhakikisha kwamba
wanahudumia injili ya uhai. Injili ya uhai. Uhai wa mwanadamu ni injili, ni ufunuo unaendelea kujifunua kila siku. Mwenyezi Mungu anaendelea kujifunua kila siku kutokana na maisha ya binadamu, maisha ya watu. Kwa hiyo hii injili ya uhai lazima tuendelee kuihudumia. Ukiona wewe mhudumu wa sekta ya afya, mgonjwa anakuja kwako, ujue sasa hapa ni sehemu ya mimi kuendelea kumwoja zaidi Mwenyezi Mungu kutokana na hili la mgonjwa. Ili tekeleza vizuri yale yanayokupasa. Hudumia mgonjwa kwa furaha, mhudumie mgonjwa kwa upendo mkubwa. Kanuni, maadili na utu wema ni mwongozo makini kwa wafanyakazi wote katika sekta ya afya ili kulinda maisha ya binadamu na kutomdhuru mtu. Hapa ndugu zangu, watu wanapaswa kuongozwa na kanuni ya dhahabu inayoratibu uhusiano wa watu na watu wengine. Yesu mwenyewe alisema, basi yoyote mtakayo mtendewe ninyi na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo. Maana hiyo ndiyo Torati na manabii. Tunaipata hii kutoka Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 7 aya ya 12. Ndugu zangu wapendwa, wahudumu wa afya, hii ni kanuni muhimu sana. Lile ambalo unapenda wewe utendewe, wewe nawe tenda vivyo hivyo. Ungependa ukiwa mgonjwa utendeweje, na wewe tenda kwa huyo aliye mgonjwa sasa. Hivi ndugu zangu, tunapaswa kujenga na kudumisha mahusiano na mafungamano kati ya mgonjwa, wafanyakazi katika sekta ya afya, ndugu na jamaa wa mgonjwa, wanajumuiya ambao wana uhusiano wa karibu na mgonjwa. Sanaa ya matibabu, mchakato wa huduma pamoja na matibabu endelevu ni mambo ya msingi katika huduma ya afya, na hasa zaidi kwa wagonjwa mahututi na wale ambao wako kufanya. Wahudumu wa sekta ya afya, mmejifunza na mmejipatia utaalamu wa kutosha kuhusu namna ya kumhudumia mgonjwa. Basi hayo na utaalamu huo ambao umeupata, utumieni vizuri kwa wagonjwa wetu, na hasa wagonjwa mahututi na wale waliokufanya. Watu waliokufanya tuwasaidie waweze kukua na kifo chema. Tuwasaidie waweze kukipokea kifo, lakini wasife wakiwa wamejikunyata. Wale wote wanaomhudumia mgonjwa wanapaswa kuwa ni vyombo na mashuhuda wa matumaini, tayari kutangaza upendo wa Kristo unaobubujika kutoka katika fumbo la msalaba. Hiyo ndiyo maana ya maisha ambayo fumbo la kifo kamwe haliwezi kuiondoa. Ndugu zangu, sisi sote ni mahujaji, wagonjwa na wahudumu wa sekta ya afya. Tuhudumiane vizuri, tutembee kwa pamoja. Tunaposema mahujaji katika matumaini, basi wewe uliye mhudumu wa sekta ya afya uone kwamba wewe ni hujaji pamoja na mgonjwa wako. Na wewe uliye mgonjwa, tambua kwamba wewe ni hujaji pamoja na wahudumu wote wa afya, wahudumu wako. Mgonjwa anabaki daima yeye, wakati mwingine huyu anakuja kumhudumia, huyu simpokee. Huyu akija mwingine nitakuja kumsema huyu,
wakati mwingine unakuta hata huyu anayekuja kukuhudumia baadaye naye anakata tamaa, kwa sababu binadamu. Anakuta umemsema kwa huyu, umemsema huyu hivi. Wakati mwingine mgonjwa anabaki ana hisia mbaya kwa wahudumu wake. Hawa watanitilia sumu, hawa wataniua. Jiaminishe kwa mhudumu, ili hata huduma ile unayoipokea kwa kweli, kama nilivyosema kwamba ni nafasi ya kushirikishana, hata huyo anayekuhudumia aone kwamba wewe una upendo, na ili atakuhudumia kwa upendo. Zangu, tunapoendelea kuhitimisha mada yetu hii ya leo, kanisa zima linawashukuruni sana ninyi wagonjwa na wahudumu wa sekta ya afya kwa safari yenu hii ya hija ambayo mmeifanya siku ya leo. Tunaendelea na kanisa linaendelea kuwaweka mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Walio wagonjwa waendelee kuipokea huduma hiyo ya afya ya huduma wanayoipata, lakini waendelee kumtumainia Mungu aliye mponyaji. Na wahudumu wa sekta ya afya, basi tuangalie kwamba sisi ni mahujaji pamoja na wagonjwa wetu. Tujifunze kutoka imani ya wagonjwa wetu, tujifunze namna wagonjwa wetu wanavyomtumainia Mungu, na ili tuendelee kukua kiroho, lakini tuitoe huduma kwa upendo mkubwa, tukijali utu na heshima ya binadamu, tukitambua kwamba hiyo ni mali ya Mungu. Tunapowahudumia wagonjwa vizuri, tunamhudumia Mungu mwenyewe, Mungu yule anayejidhihirisha katika sura na mfano wa huyu mgonjwa. Huyu mgonjwa huyu ambaye mimi nimebeba masilinji, nimebeba madripu na kila kitu kwa ajili yake, huyu amebeba sura ya Mungu. Hili mimi niione sura ya Mungu kwa huyu mgonjwa aliye hapa mbele yangu ninayemhudumia. Badala ya kumwangalia kwamba huyu ni mgonjwa tu ninayemhudumia, nimwangalie Mungu kwamba sasa Mungu amelala hapa kitandani, ndiye ninamhudumia sasa. Nimepata fursa ya kumhudumia Mungu anayeumwa katika nafasi. Wewe unayekoroga uji kwa ajili ya mgonjwa, hebu uone kwamba pale unakoroga uji kwa ajili ya Mungu. Kwa sababu ubinadamu, utu na heshima aliyonayo huyu mtu ni sura na ni mali ya Mungu mwenyewe. Kama ni mali ya Mungu mwenyewe, Mungu anajidhihirisha na kujifunua kwenye utu wa huyu aliye mgonjwa, ambaye mimi ninafua nguo zake, mimi ninazipasi nguo zake, mimi ninaandaa uji kwa ajili yake, mimi ninatandika kitanda chake, mimi ninambeba nimpeleke kwenye nje au kule nje akaotee jua kidogo, na ninamtoa kutoka kwenye jua kali na kumweka ndani au kwenye kivuli aweze kupumzika. Ni huyu Mungu ambaye kwa dakika hii sasa anajidhihirisha kwangu. Mimi ni hujaji pamoja na yeye. Tutende kwa upendo, tuhudumiane kwa furaha, tuchukuane, tutembee pamoja. Huku ndiko kuwa mahujaji wa matumaini. Kwenye sekta yetu tutekeleze vizuri, tumwachie Mungu awe ndiye mwamuzi wa uhai wa binadamu, kwa sababu uhai ni mali yake Mungu. Sisi tuuhudumie huu uhai, sisi tutoe huduma kwenye huu uhai bila kuukatisha. Tusimnyang'anye Mungu haki yake, tusidhuru wenzetu. Hili kila mmoja angalie huduma ile anayoitoa. Je, hii ni kweli ya kumpa Mungu hii?
Kwa nini inatoa huduma inayomdhuru Mungu anayepatikana katika nafsi ya huyu mgonjwa? Tukifanya hivyo, ndugu zangu, jubilei hii itatupatia mapato makubwa kweli. Kinyume chake tunakuwa ni wavurugaji, tunakwenda kinyume na lile ambalo Mwenyezi Mungu alitutaka. Mwenyezi Mungu awajaze neema, Mwenyezi Mungu awainue daima na kuwapigania. Tunawaombea. Tumsifu Yesu Kristo. Amina.